kuna syndicate. Syndicate ni neno la Kiingereza lenye kumaanisha kwamba muungano wa pamoja, muunganiko wa pamoja haramu kati ya mkuu wa mkoa Kena ni kiongozi, viongozi wa CCM na wafanyabiashara ambao badala ya kuachia soko huru lifanye kazi ya kuregulate, kutawala mfumo wa kibiashara, wamepanga njama za kupanga bei na kudondosha bei ya zao la pamba, kwamba wameweka utaratibu, wanunuzi wa pamba wamegawana maeneo ya kikata, kwamba wewe utanunua kata hii, wewe utanunua kata hii, wewe utanunua kata hii, ili kuwapa nafasi wanunuzi hao. Akishapangiwa kanda, akishapangiwa kata, yeye ndo anaamua pamba inunuliwe kwa bei gani katika kata yake. Kunakuwa kuna ushindani wa kibiashara kati ya mnunuzi huyu na mnunuzi huyu na mnunuzi huyu. Syndicate, njia haramu hiyo inayokataliwa kisheria na sheria zote zinazotawala biashara. Namwambia mkuu wa mkoa, kama yeye ni mwajibikaji kweli, aachane na hizi hujuma za kisiasa, afanye kazi yake, asimamie mkoa huu kuhakikisha bei ya pamba inapanda na ununuzi wa haramu wa kushusha bei ya pamba, mfumo huo unaondolewa. Ninyi watu wa Busega, nafahamu kwamba zao la pamba lilikuwa zao ambalo linawainua watu wa kanda ya Ziwa, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mikoa mingine ya kanda ya Ziwa inayolima pamba, mpaka ikafikia hatua pamba ikaitwa white cotton, yani dhahabu nyeupe. Kwa na vyama vya ushirika vyenye nguvu kama Nyanza Cooperative na vyama vingine, kulikuwa na viwanda vya kugeuza hiyo pamba, malighafi ya pamba, mpaka inafikia hatua kuwa nguo. Lakini chini ya CCM wameua viwanda, wameua vyama vikuu vya ushirika vilivyokuwa na uthabiti. Na sio hapo sasa, wameua viwanda, wamekosesha ajira vijana, wameua vyama vya ushirika, wamedidimiza uchumi wa watu. Sasa wamefikia hatua ya mbele zaidi, mpaka wao mwenyewe kujimilikisha biashara ya pamba na kushusha bei ya pamba. Namwambia Rais, Waziri Mkuu, namwambia vile vile mkuu wa mkoa, mkiendelea na hali hii, mkiendelea na syndicate hii, wananchi hawa wanaendelea tu na tunaendelea kupata sababu ya pamoja kuiondoa CCM madarakani. Sawa sawa? Sawa sawa? Peoples. Sasa naona kuna drone inarushwa. Si mnaona ile drone pale wanarusha? Ile drone hatuirushi sisi. Sisi hatuna drone hapa. Ile drone inayorusha ile ni ya watu wa kwao hao, kwa kina Kena ni kiongozi na sisi eti wanataka warekodi drone, watengeneze picha za kuungaunga kama vile hapa hakuna watu, lakini wataumbuka na drone yao kwa sababu watu mpo. Drone kamekimbia, ndio? Kamekimbia, ndio? Kameenda mbali kabisa. Shukran. Peoples. Namwambia kafia marika kaende zake. Peoples. Sasa tuachane na hapo kwa drone. Tuendelee na mkutano. Kwa sababu najua kwamba pamoja na drone, najua wameleta
mtu wa kurekodi vile vile. Mtu wa kurekodi ambaye ukimuuliza hapa atakwambia ni mtu wa polisi, kwamba anarekodi ili kupeleka ushahidi au kuweka kumbukumbu. Lakini kumbe hao anarekodi sio kwa ajili ya polisi, kwa ajili ya CCM, kwa ajili ya mkuu wa mkoa, kwa ajili ya watu hao wa utawala. Mimi naambia warekodi vizuri tu, na wakamwambie mkuu wa mkoa kama yeye ni mtendaji kweli, kabla ya uzinduzi wa sungusungu awaeleze wananchi ni lini stendi ya Lamadi itajengwa ili wananchi wasipandie mabasi barabarani na kupata ajali barabarani. Awaeleze wananchi ni kwa nini wafanyabiashara walihamishwa kwenye soko, wakaambiwa kwamba soko jipya linajengwa. Soko jipya halijajengwa kwa muda mrefu. Wafanyabiashara wamerudishwa tena kwenye eneo la soko lisilokuwa sawasawa. Ni lini soko lenye hadhi ya wafanyabiashara itajengwa hapa Kusega? Watoe kauli kwa matatizo hayo ya wananchi, watoe kauli, kwa sababu wanajua Chadema ni jukwaa la kuzungumza masuala ya watu, kuwatetea watu. Ndio maana wakitaka tusikutane leo kabisa, tupite hapa Lamadi wameshindwa, pale Dutwa wamefanikiwa kwa kiwango fulani. Kwa barua ya polisi walioleta usiku, kwa muda uliopo hatukuwa na nafasi ya kufanya mkutano pale. Kwa leo tutapita Dutwa bila kufanya mkutano, na walifanya hivyo kwa sababu wanajua na kule Dutwa kuna migogoro mikubwa sana kati ya serikali na wananchi. Kuna maeneo